mpangilio wa mkoa kupokea hii tamasha, kwa sababu unaweza ukaona Mzize peke yake kafanya, lakini nyuma ya Mzize kuna watu wengi wameweka nguvu yao. Nilikuwa nimekaa pale jukwaa kuu na mkuu wa mkoa wa Iringa akawa amenieleza jitihada ambazo serikali ya mkoa pia imefanya kuhakikisha tamasha hili linatokea. Kwa hiyo mkoa, serikali imefanya kazi yake, lakini pia sponsors mbalimbali. Tamasha hili la sponsors tunaona kama 7-8 hivi. Tafsiri yake ni kwamba sponsors walimpokea Mzize, walipokea project na akawa wako tayari kuisupport. La mwisho ni support ya mashabiki. Yaani sponsor wangekuwepo, serikali ingeweka nguvu, kila kitu ingekuwa sawa, alafu uwanja ukawa mweupe, tamasha isingekuwa na maana yote. Kwa hiyo tupongeze sana pia mashabiki wa mpira hapa Iringa, wameuheshimisha leo mkoa wao. Tamasha limekuwa zuri, tamasha limekuwa bora. Wachezaji ambao pia wamekuja wenyewe wanazungumza kwamba inakuwaje mkoa huu hauna timu ya ligi kuu, kwa sababu wanazunguka kwenye ligi, wanacheza mechi mbalimbali, lakini leo wame experience vibe tofauti na wamekuwa na mshangao, imekuwaje Iringa. Mimi niambia Max hapa, Mwana Kibuta ambao ndo mara ya kwanza wanafika, wanasema inakuwaje Iringa hakuna timu ya ligi. Yaani wanatamani kwamba wangerudi tena kucheza hapa kwa sababu ya mwamko mashabiki ambao wameonyesha. Kwa hiyo 100 tamasha leo. Kuna alikama kuna mengi ya kuzungumza naye kwa sababu una safari nyingine kuelekea Tanga. Yanga imetokosha kocha. Kwanza tuwapongeze waandishi wa habari. Mmesafiri kutoka mbali kuja kumuunga mkono Mzize, mmekuwa na matamasha mengi, mmeunganisha, mjipumzika. Bila nyie kuhabarisha umma, hata wa sponsors singeona thamani hili jambo. Kwa hiyo niwatie moyo. Haya matamasha yanayofanyika haya, ukiangalia kiini chake ni jambo la thawabu. Yaani watu wanacheza mpira kwa ajili ya fedha kupatikana kwenda kusaidia jamii. Kuna wagonjwa wako hospitalini, kuna watoto yatima wapo kwenye vituo wanahitaji huduma. Kwa hiyo nyie pia mna play part yenu. Mnaweza msipate chochote leo in terms of hela, lakini kesho akhera inshallah Mwenyezi Mungu atakumbuka pia kazi ambayo mmeifanya ya kutangazia watu tamasha hili, na kuna vijana, kuna wagonjwa ambao kesho kwa umati uliojaa leo watakwenda kupata nafuu na faraja kwenye maisha yao. Klabu ya Yanga imetangaza kikocha wake mpya. Watu wa Iringa wanapata tabu sana kutamka lile jina. Sasa lile jina mimi nimetoka kucheza mpira. Nishachoka. Huwezi kulitamka kama ushatoka choka kama mimi hivi. Cha msingi tu waandishi wa kuwasaidia. Semeni tu kocha wa Yanga tutawaelewa. Nije ni wa support, nije ni wape nguvu kwa ajili ya kutoa tena ule mchango mwingine ambao jamii inahitaji. Ali Shabani Kamwe, wewe ni mwanamichezo, uko kwenye mpira kwa muda mrefu sana. Msimu umetamatika na Yanga ni naomba uniambie kikosi chako bora kwa kwanza mpaka 11 ambao umeona kwenye msimu pasi kuweka ushabiki wako. Kikosi bora? Kikosi bora ni kile cha Yanga. Chote. Bana, nitumie fursa hii pia kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, timu yetu ya Yanga ya under 13 imechukua ubingwa leo wa ligi ya vijana chini ya 15. Makofi. Kwa hiyo siku ya Jumatano tutafanya paredi la watoto. Ni paredi toto linaitwa, tutaanzia pale makao makuu, tutaenda kwenye viwanja vya Muhimbili ambako ndiko wanafanyia mazoezi, na tutakuwa na sherehe pale ya kuwapongeza watoto wetu. Tutapiga paredi la ubingwa na tutapika pilau pale. Kwa hiyo ndugu jamaa, marafiki, mashabiki wa Yanga, Jumatano inshallah njooni kwa wingi viwanja vya Muhimbili tushiriki kwenye paredi na sherehe la ubingwa. Wale watoto tunataka tuwarithishe hiyo damu ya kushinda na kusherehekea na kufanya paredi kuanzia wadogo. Peleka salamu zetu kwa Mang'oba Ng'withi. Kwa nani? Mang'oba Ng'withi. Wewe unafundisha nani? Mimi Mzulu. Wewe Mzulu?